ni kwamba tunachozungumzia hapa kwanza ndio ni mabadiliko yanayohusu Simba Sports Club. Ndio. Mimi ndo mwenyekiti wa Simba Sports Club. Ndio. Kwa kuchaguliwa. Na wanaofanya mabadiliko ni wanachama wa Simba Sports Club. Na yapo matakwa kisheria ambayo yanawalazimu kufanya hayo mabadiliko. Na ukianza kwenye katiba ya Simba Sports Club, tunapozungumzia pale uliposema wao walikanusha upande wa bodi. Ukienda kwenye ukurasa wa 5 wa katiba hiyo, imesema Simba Sports Club Company Limited ni kitu gani? Inasema hivi, Simba Sports Club Company Limited itamaanisha ni kampuni iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya makampuni sura 212 ambayo itahusika na uendeshaji wa shughuli za kibiashara na za kiutendaji. Sawa. Kuhusu masuala hayo. Na tulikubaliana. Mwenyekiti samani, hiyo ni katiba ya mwaka gani? Iliyosajiliwa Februari 2026. Ambayo baada ya mabadiliko. Ndio. Okay. Na ukisoma hiyo kwenye tafsiri pale, ndio. Mwenyekiti ni nani? Mwenyekiti ni yule aliyechaguliwa kwa mujibu wa katiba hii. Sasa ndio ukienda kwenye tafsiri ya katiba ya mkutano ambao umesema jana, yeah. Mkutano wa dharura una utaratibu wake wa kuitishwa. Ndio. Na mimi nilipokea barua kutoka kwa kabidhi wa mkuu wa serikali tarehe 6. Tunaomba nadi kidogo mwenyekiti na microphone, watu wanasema pale nje mwenyekiti asokee karibu kidogo. Ndio. Tarehe 6, labda kwa kufurahisha na wewe naweza nikakuonyesha kwa sababu sio barua ya siri. Unamfurahisha nani sasa? Unataka kumfurahisha nani? Waliokuwemo huko. Hasia utufurahishi. Sema kwa uthibitisho mwenyekiti. Kwa uthibitisho. Ndio. Weka tu hapo kabando. Sawa, naomba niangalie. Unaona? Ndio. Hiyo nilipoipokea niliwasilisha taarifa hiyo kwa wajumbe wengine wote wa bodi kupitia kwa mwenyekiti na nilimwelekea kwa maandishi. Ndio. Baadaye nikamwandikia tena barua ambayo nilimtumia na uthibitisho wa kumtumia upo. Ndio. Nikamwambia bana, kutokana na utekelezaji wa yale maelekezo ya serikali na kusudia kufanya mkutano tarehe 2. Baada ya saa 2 au 3 akanijibu akaniambia tarehe hiyo tunakusudia kufanya marathon. Nikamwambia sawa, tutaangalia. Wakati naongea na yeye kumjulisha, tayari hapo mnaongea tu personal, sio kwenye kikao. Tunawasiliana kwenye simu. Ndio. Kwenye kikao cha bodi iliyopita tulikubaliana swala hili, mkutano utaitishwa, lakini tutashauriana mimi na yeye kuhusu namna ya kuendea huo mkutano. Na ndio maana tukawa tunawasiliana. Utaitishwa na nani? Mkutano mwenye mamlaka ya kuitisha mkutano ni mwenyekiti wa Simba Sports Club, kwa sababu haya ni masuala yanayohusu Simba Sports Club. Baada ya hapo mmejadiliana kwenye bodi. Mimi nafikiri mwenyekiti, kuna sehemu hapo utakuwa watu kuna sehemu hawaelewi. Ndio. Unajua watu watashindwa kutofautisha unapozungumza kuhusu Simba Sports Club, maana yake watu ndio wanajua ndo Simba tu. Lakini umezungumzia kuhusu Simba Sports Club Company Limited. Ndio. Sasa labda ungewafafanulia watu hivi ni vitu viwili tofauti kwa namna gani? Kwa sababu unajua unapozungumza Simba Sports Club, wako watu huko nje hawajui Simba Sports Club na Simba Sports Club Company Limited tofauti yake ni nini. Wanajua labda ndo kitu hicho kimoja tu. Sasa hapo wewe unazungumza kama mwenyekiti wa Simba Sports Club. Lakini kuna Simba Sports Company Limited ambayo umeitaja hapo, inaongoza itafanya shughuli za kibiashara, inaunganisha pande zote mbili. Kwa hiyo labda hapo ndo watu watakuwa patashindwa kupaelewa vizuri, kwa sababu ukizungumza hili jambo la Simba Sports Club, mtu mwingine anaona si ndo Simba hii tu,
kama mkanganyiko huo upo. Yeah. Na ni mkanganyiko mkubwa. Yes. Kwa sababu ya uelewa au mara nyingine watu wanaamua kutokukubali hali iliyokuwepo. Simba Sports Club haijawahi kuwa na umiliki wa pande 2, 3 au 4. Umiliki ni pande moja tu, Simba Sports Club, ambayo mimi ndio mwenyekiti wake. Okay. Ila kuna Simba Sports Club Company Limited. Hii ina hisa za pande 2, kwa maana ya upande wa wanachama kwa sisi tuliochaguliwa na wanachama, na upande wa mwekezaji ambao wanateuliwa na mwekezaji. Okay. Nadhani nimeeleweka kidogo. Kwa hiyo nilipomwarifu hiyo tukashauriana, akasema itakuwa hivyo, lakini baadaye marathon ilifutwa. Nani alifuta marathon? Baada ya kuonekana kwamba muda wa maandalizi ni mfupi. Kwa hiyo ile event ya tarehe 2 iliyokuwa imekusudiwa ika overtaken by event. Kwa hiyo sisi tukaendelea na taratibu za kawaida za mkutano. Sawa. Mimi niliandika barua kwenda kwenye matawi na mwitikio wa matawi umeonekana. Hiyo barua ipo pia. Ngoja nikuonyesha, labda itakusaidia kuelewa. Yeah. Asante sana. Ndio. Na ambaye amesema kwamba yeye hakuwa na taarifa, nilimtumia hiyo barua. Ndio. Na alikujibu. Nimesema hapa alichojibu. Kwa hiyo kimsingi hakuna jambo lolote lililokiukwa. Ndio. Na hakuna utaratibu wowote ambao umekiukwa. Masala yote kwa mujibu wa utaratibu na kwa mujibu wa sheria zimefuatwa. Kwenye asante sana mwenyekiti kwa majibu mazuri. Kwenye hiyo ibara ya 23 ibara ya 23 ya mkutano wa dharura, endapo nusu ya wanachama wote walio hai waliojiorodhesha na kuwasilisha kimaandishi ombi la kufanyika kwa mkutano mkuu wa dharura kwa mkurugenzi wa wanachama, mashabiki wa Simba Sport Club, bodi ya wakurugenzi itawajibika kuitisha mkutano mkuu wa dharura ndani ya kipindi kisichozidi siku 30 baada ya kupokelewa kwa ombi husika. Na mengine hapa tutasoma, lakini swali langu ni kwamba kama huu mkutano kama ambavyo umetuambia na uliitishwa jana, leja ya wanachama mlikuwa nao, na je, mliwahakiki wanachama? Kwa sababu si kila mwanachama wa Simba ana haki ya kushiriki kwenye mkutano, lazima wawe wamelipa ada na hawe mwanachama hai ili aweze kushiriki kwenye mkutano. Je, jana mliwahakiki wanachama kwenye ule mkutano? Hiyo unatoa kwenye ibara gani? Kwenye ibara ya 23. Ngapi? 2, ambayo inazungumzia wanachama walio hai. Kwa hiyo wao wanachama ili waweze kushiriki kwenye mkutano. Walioshiriki jana walikuwa na wanachama. Wamesema kwamba wanachama kushiriki mkutano mkuu wa dharura wanatakiwa walipe ada. Wao mwanachama anaposhiriki kwenye mkutano. Hapo nimetoa tu mfano kwamba ili uweze kuwa mfano, unanukuu katiba. Ndio. Tusipotoshane. Sawa, lakini ili uweze kwenye hii ndio. Hapa. Ndio. Hiyo ibara ya 23(2) wapi ambapo imesema ili mkutano mkuu uitishwe wanachama hai ambao wamelipa ada? Wapi imeandikwa? Nimezungumzia uwai wa wanachama. Ndipo sasa Juma, ndio. Tutapoteza muda. Tufanye hivi. Tunaponukuu katiba, tunukuu kilichoandikwa kwenye katiba. First. Usiweke mawazo yako kwenye maelezo yaliyoko kwenye katiba. Sasa maana yake sasa hayo mawazo yako yatapotosha watu. Jemedari, tunazungumzia uwai wa wanachama. Sawa, ili uweze kupata katiba inasemaje kuhusu uwai wa wanachama? Endapo nusu ya wanachama wote walio hai waliojiorodhesha na kuwasilisha kimaandishi ombi la kufanyika kwa mkutano mkuu wa dharura kwa mkurugenzi wa wanachama na mashabiki wa Simba Sport Club, bodi ya wakurugenzi itawajibika kuitisha mkutano mkuu wa dharura ndani ya kipindi kisichozidi siku 30 baada ya kupokelewa kwa ombi husika. 3. Wito wa mkutano mkuu wa dharura hauna budi kupelekwa kwa wajumbe kupitia matawi yao angalau siku 15 kabla mkutano. Na mwenyekiti ametuonesha hapa barua ipo, manake ilifika kwenye matawi. Agenda 4.
ajenda na nyaraka nyingine muhimu zitapelekwa kwa wanachama kupitia kwenye matawi angalau siku 7 kabla ya mkutano, ambao naamini hapo mwenyekiti, kwa barua hii pia kwenye matawi ajenda zilifika kwa wanachama. 5, endapo mkutano mkuu wa dharura utaitishwa kwa juhudi za mwenyekiti kwa kushauriana na bodi ya wakurugenzi, basi bodi ya wakurugenzi itaandaa ajenda. Endapo utaitishwa kwa ombi la wanachama walio hai, ajenda na masuala yaliyopendekezwa na wanachama hao. Bado sijafikia maswali mengine jemedari ya wakurugenzi kuandaa ajenda kama ambavyo mwenyekiti amezungumza, lakini mimi hapa nilikuwa nazungumzia uhai wa wanachama. Kwa hiyo hapa kwenye uhai ndo nimeuliza, uwezi kwenda ukiwa tu mwanachama, uwezi kuwa na ruksa kwenda kwenye mkutano mkuu, lazima uwe hai. Sasa ndo tunaangalia uhai wako ni upi ili uweze kuwa mwanachama. Ndio maana nimeuliza kwamba hata kwenye mkutano mkuu uliopita tulienda pale, wanachama wanahakikiwa ndipo wanaingia kwenye mkutano. Na swali langu, je, wanachama jana walihakikiwa kwenye ule mkutano ili tuweze kuona uhalali wa mkutano uliofanyika wa dharura? Kwanza unachotafsiri, unajua ninyi mnatakiwa mjifunze haya mambo, sio unasema tu. Soma ibara ya 23(1) inasema nini? 23(1). Usiende kwenye 2 kwa sababu mkutano, ngoja kwanza, wewe unatafsiri mkutano ulioitishwa kwa mahitajio ya wanachama. Huu mkutano haukuitishwa kwa mahitajio ya wanachama. Lakini hii ni ibara ya 23 inazungumzia mkutano wa dharura. Sasa ina vifungu vingi. Yes. Sasa kwenye event unaangalia kifungu ambacho kiko relevant. Hivi vingine haviko relevant kuhusiana na mkutano wa dharura. Mkutano wa jana umeitishwa na wanachama? Ngoja kwanza. Ndio. Mkutano wa jana umeitishwa na wanachama? Umeitisha wewe mwenyekiti. Na tuwezi sasa naomba nikusaidie mwenyekiti. Safi sana. Msaada wako. Asante. Nataka wewe utafsiri katiba unayoisoma. Tutafsiri ibara ya 23. Kwenye ibara ya 23(1). Unajua wewe utaharibu hiki kipindi. Katika mazingira haya huyu ataharibu kipindi. Na mimi sikutegemea kwamba tutakutana na aina hii ya watu wa aina hii. Kwa sababu yeye tayari amesha take side. Na hatuwezi kujadiliana hivyo, hatuna mjadala huru. Kwa nini anatafsiri vibaya katiba? Katiba ipo. Nadhani chairman, wewe elekeza katiba inavyo. Mimi nafikiri sasa wewe ni msomaji mzuri, asome ibara ya 23(1). Asante mwenyekiti. Kamanda, naposoma moja na kukumbusha wala hamna shida. Kwa sababu hii ni ibara ya 23 na ina vipengele vyake. Maana yake kwenye vipengele zote moja Juma. Ngoja sikiliza Juma. Ndio. Iko hivi. Ndio. Yaani hivyo vipengele ndio vitasaidia kwa tukio. Ndio maana nakwambia kwenye event huwezi kuchagua vipengele vyote. Utachagua kipengele ambacho liko relevant. Kipengele kipo relevant, lakini ibara ya 23 inazungumzia mkutano wa dharura ambao wote huo ni mkutano wa dharura. Na ndio maana ya kwanza inasema mwenyekiti kwa kushirikiana na bodi ya wakurugenzi inaweza kuitisha mkutano mkuu wa dharura kama ataona inafaa. Kwa hiyo tuishie tu kwamba hapo, mengine hayawezi kuwa nani. Sheria itafsiriwi hivyo. Sheria huwa itafsiriwi hivyo. Nimekwambia hivi, ibara ya 23(1) inasema mwenyekiti kwa kushauriana na bodi ya wakurugenzi. Kwa kushauriana anaweza. Maana ya ushauri ni kwamba unashauriana, mnaweza mkakubaliana kile mlichoshauriana au msikubaliane, ambao wewe umetuambia mlishashauriana na iko sawa. Sasa mimi nimekosea wapi? Wala mwenyekiti, hakuna sehemu umeenda kwenye ibara ya 2, umerukia tu ibara ya 2 kwamba endapo mkutano utaitishwa kwa wanachama kujiorodhesha. Wewe umeambiwa kuna wanachama walijiorodhesha? Wangapi? Na walijiorodhesha lini? Na barua walipelekewa nani? Kwa sababu mpokea barua ya hao wanachama waliojiorodhesha natakiwa niwe mimi ndo nitaiwasilisha kwenye bodi. Mwenyekiti, mkutano wako barua yako umepeleka kwenye matawi kwa ajili ya mkutano. Lengo la hiyo moja kwanza. Ndio. Soma ibara ya 23(3). Sema inasoma nini? Mkutano mkuu wa dharura hauna budi kupelekwa kwa wajumbe kupitia matawi yao angalau siku 15 kabla ya mkutano. Mimi nimepeleka wapi? Si umepeleka kwa wajumbe kwenye matawi. Sasa wewe unachokosoa nini? Mwenyekiti, sijakosoa, hujanielewa. Mimi nimeuliza. Sijakosoa. Alafu ndio. Mkutano wa wanachama wajaomba mkutano. Anasema mwenyekiti. Anasema yeye mwenyekiti ndio ameitisha mkutano. Kwa ajenda za mkutano ambao yeye ameitisha zitakuwa zinatoka kwake yeye mwenyekiti. Sasa mimi nataka kuuliza mwenyekiti,